Kardinali Pengo anaagwa hapa, ambaye ni mtu ambaye alizungumza kwa ajili ya rasilimali za nchi hii, amezungumza kwa ajili ya haki. Sisi tuliobaki tunapaswa kuendeleza yale ambayo alitamani kuyaona, kuhakikisha nchi hii inapata katiba mpya, katiba itakayolinda rasilimali ambazo yeye alizisemea. Unakumbuka wakati wa sakata la bandari, Baba Askofu Kardinali Pengo alitoka na kuzungumza wazi kwamba bandari hii lazima itumike kwa ajili ya Watanzania na lazima Watanzania wenyewe waendeshe. Na sisi kama chama na watu tuliokuja kumwaga hapa, ndio msimamo wetu kwamba rasilimali za nchi hii ni za kwetu, lazima zitumike kwa ajili ya kuendesha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo kumwenzi ni kupigania yale aliyoyaamini. Maridhiano sasa hivi yakimo sana. Unadhani angetamani kuona nini Polycarp Kardinali Pengo? Angetamani kuona nchi hii inakuwa sehemu salama ya kuishi, kwa maana ya kwamba inapata katiba mpya, inapata sheria bora, na ni nchi ambayo sio ya kuonea watu, ni nchi ambayo inatoa haki kwa kila mtu. Kwa hiyo hilo ndio nafikiri viongozi wa dini wanalipigania, na sisi tunaoamini katika haki na usawa tutapigania haya. Kutoa heshima yake mwisho kwa alikuwa Baba Askofu la Katoliki hapa Dar es Salaam, Polycarp Kardinali Pengo. Mheshimiwa Heche alipojaribu kuzungumzia namna ambavyo kama wadau wa maendeleo, lakini vile vile namna ambavyo Baba Askofu angetamani kuona yale ambayo yangefanyika. Haya matangazo ya moja kwa moja hapa St. Joseph, kanisa hili ambalo hapa Dar es Salaam. Kesho ndio siku rasmi sasa ya kwenda kupumzishwa katika nyumba yake milele Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea yale yote ambayo yanajiri katika maeneo haya.